ambapo wanasheria na watetezi wa haki za binadamu wamekosoa namna serikali imeanza kutumia vibaya sheria ya makosa ya uhaini baada ya wiki iliyopita waandamanaji waliokamatwa wakati wa uchaguzi mkuu uliokumbwa na vurugu wa Oktoba 29 kusomewa mashtaka ya uhaini. Wakili Fulgens Masawe ni mkurugenzi wa utetezi na mageuzi kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini Tanzania. Nadhani sijui tunataka kitu gani, kwa sababu kwa sisi ambao tumesoma sheria na tunajua kitu ambacho kinaitwa uhaini kinatakiwa kiwe na elements zipi. Kosa la uhaini naona limekuwa rahisi sana kwa Tanzania, labda sijui kama limebadilishwa kwenye vitabu vyetu, lakini kwa tunavyouelewa uhaini kwa historia ya Tanzania, mara ya mwisho kusikia uhaini Tanzania ilikuwa ni miaka ya 80 ambapo kulikuwa na wanajeshi ambao walikuwa wanatuhumiwa kujaribu kupindua serikali na kipindi kile DBT na wengine. Lakini tunaona sasa hivi naenda kwa vijana wadogo ambao wanakamatwa mtaani ambao wanaambiwa ni uhaini. Kumbuka hawana hata organization, yani namna ya kujiunda na kujituma na nini. Huenda hata lengo lao alikuwa la pamoja kwenye maandamano walikuwa wanayafanya. Lakini sasa tunaona kama uhaini umekuwa mrefu sana kwa Tanzania. Haya yanajiri wakati huu viongozi zaidi wa chama kikuu cha upinzani Chadema pamoja na wanaharakati wakiendelea kukamatwa. Katika hatua nyingine, kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi mkuu wa upinzani Bwana Tundu Lissu inatarajiwa kurejelewa leo kwenye mahakama kuu jijini Dar es Salaam. Tukasalia Tanzania, nacho chama cha upinzani ACT Wazalendo ambacho aliyekuwa mgombea wake Luhanga Mpina alizuiliwa na tume ya uchaguzi kwenye urais kwenye uchaguzi wa Oktoba 29 pamoja na mambo mengine, kinataka kuachiliwa huru kwa wafungwa wa kisiasa na wote waliokamatwa siku ya uchaguzi. Kiongozi wa chama hicho ambaye ni Dorothy Semu amesema chama chake kinataka mageuzi ya demokrasia, hasa upatikanaji wa katiba mpya. Iundwe tume huru ya uchunguzi nje ya serikali kuchunguza matukio yote yaliyosababishwa kuvurugwa kwa uchaguzi mzima, na wale waliohusika kuharibu kwa makusudi wawajibike. Tunataka mageuzi ya kidemokrasia, hususan katiba mpya itakaounda tume huru ya uchaguzi, itakayoweka mipaka iliyo wazi kati ya dola na chama tawala na kuweka uhuru wa vyombo vya habari na vyama vya siasa. Sauti yake Bi Dorothy Semu, kiongozi wa chama cha upinzani. Familia nyingine kutoka nchini Kenya, msikilizaji, inaomboleza kifo cha jamaa wao ambaye pia anaaminika kuuawa na polisi wakati wa uchaguzi nchini Tanzania. Hii inafikisha watu wawili ambao ni raia wa Kenya wanaodaiwa kuuawa na polisi nchini Tanzania wakati wa ghasia za uchaguzi katika taifa hilo. Mtandao wa madaktari nchini Sudan umeshtumu kundi la wapiganaji wa RSF kwa kujaribu kuficha ushahidi wa mauaji ya halaiki katika jimbo la Darfur kwa kuchoma miili au kuzika miili ya watu waliouawa katika makaburi ya pamoja. Maelezo zaidi na mwandishi wetu Bi Minzlet Jai. Mtandao huo wa madaktari umesema siku ya Jumapili kwamba wapiganaji hao wamekuwa wakikusanya mamia ya miili kwenye barabara za mji wa El Fasher jimboni Darfur Magharibi tangu wadhibiti mji huo Oktoba 26. Madaktari hao aidha wametaja kuzikwa kwa miili ya raia waliouawa kama mauaji ya kimbari na ukiukaji wa kanuni zote za kimataifa na kidini zinazopinga kukatwa kwa viungo vya miili na kuhakikishia waliofariki haki ya kupewa mazishi ya heshima. Mtandao huo umeongeza kwamba uhalifu uliofanywa na RSF hauwezi kufutwa kwa kuchoma au kuzika miili, na kutoa wito kwa jamii ya kimataifa kuchukua hatua za haraka katika kuanzisha uchunguzi huru wa kimataifa kuhusiana na ukatili dhidi ya raia katika mji wa El Fasher. Mnamo Oktoba 26, RSF ilitoa mji wa El Fasher, mji mkuu wa Darfur Kaskazini, na kutekeleza mauaji ya halaiki kwa mujibu wa ripoti za mashirika ya ndani na kimataifa. Na Bwana Georgia Joey, leo kwenye Habari Rafiki tunajadili nini? Ukraine juma hili limesema zaidi ya Waafrika 1400 wamejiunga na jeshi la Urusi katika vita dhidi yake. Swali kuu hapa ni je, wanashiriki kwa hiari au kuna mazingira yanayowalazimisha? Unadhani nini kinachowasukuma kujiunga na vita vya mataifa ya mbali kama Urusi? Nchi za Afrika zinapaswa kuchukua hatua gani kukabiliana na hali hii? Nchini mwako kuna raia walioenda kupigana Ukraine. Kushiriki, tuma ujumbe wako wa sauti kwenda nambari yetu WhatsApp ukianza na alama kujumlisha 254 110 000 Na msikilizaji, tunakuja mbashara kutoka Nairobi, Kenya.
Wakati wa mkutano wa kimataifa wa mabadiliko ya tabia nchi wa COP30 kufunguliwa rasmi Jumatatu hii katika mji wa Amazonia kule Belém nchini Brazil, mataifa ya Afrika yanataka kuwepo haki na usawa katika hatua zinazochukuliwa kukabili janga la mabadiliko ya tabia nchi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye nchi yake ina eneo kubwa la msitu wa mvua unaochangiwa kunyonya hewa ya kaboni, amesema Afrika inapaswa kutazama kama suluhu kwa changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi duniani. Napenda niwakumbushe kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatoa suluhu kwa changamoto hii kwa sababu ya utajiri wake wa rasilimali na uwezo wake mkubwa. Na wahakikishia kwamba nchi yangu ndio moyo wa kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Afrika inachangia chini ya 4% ya hewa chafuzi, lakini huathirika zaidi na mabadiliko ya tabia nchi na kupelekea mataifa mengi kutumia 1% kubwa ya mapato kukabili athari hizo. Kuelekea mkutano wa mataifa ya G20 unaotarajiwa kufanyika Jumamosi hii na Jumapili ijayo jijini Johannesburg nchini Afrika Kusini, chama tawala ANC kimetupilia mbali madai ya serikali ya Marekani kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu dhidi ya wazungu wachache katika taifa hilo. Raia wa Marekani ama rais wa Marekani Donald Trump amesema hakuna afisa wa nchi yake atahudhuria mkutano huo. Fikile Mbulula ni katibu mkuu wa ANC. Utawala wa Trump haujali uhuru wetu. Wanafikiri kwamba sisi ni nchi ndogo ya Marekani, jambo ambalo tunaamini ni la kusikitisha sana kwa upande wao, na kwa hivyo nchi yetu lazima iendelee na G20 itafanyika bila wao. Sisi ni nchi inayopinga ubeberu. Hatuamini katika utawala wa hali ya kiuchumi ya nchi zingine na mataifa makubwa. Sisi ni taifa la kikatiba na taifa la kidemokrasia. Fikile Mbalula, katibu mkuu wa chama tawala nchini Afrika Kusini. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mohamed Ali Yusuf anaitaka jamii ya kimataifa kuchukua hatua dhidi ya wanajihadi wenye uhusiano wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda nchini Mali ambao wanaendelea kuzuia usambazaji wa mafuta nchini Mali. Maseneta nchini Marekani wamekubaliana kusitisha mkwamo wa huduma za serikali ambao umeendelea kwa siku 40 baada ya kukubaliana kupitisha bajeti ya kuruhusu shughuli za kawaida kurejea. Victor Abusu na mengi zaidi. Maelewano haya yamekuja baada ya maseneta wa chama cha Democratic na Republican kukubaliana baada ya mashauriano ya muda mrefu. Vyombo vya habari nchini Marekani vikiongozwa na CNN na Fox News vimeripoti kuwa maseneta hao wamekubaliana kupitisha bajeti ya kufadhili shughuli za serikali ili kuwezeshwa kulipwa mishahara kwa watumishi wa umma. Aidha, ripoti zinasema kwamba maseneta 8 wa chama cha Democratic wataunga mkono bajeti ya Rais Donald Trump kutoka kwenye chama cha Republican ambacho kina idadi kubwa ya wawakilishi kwenye bunge hilo. Sintofahamu kati ya vyama hivyo viwili imesababisha huduma za serikali kukwama, ikiwemo kusitishwa kwa safari za ndege wiki iliyopita. Maseneta wa chama cha Democratic tangu mwezi Oktoba walikataa kupitisha bajeti ya Trump kama shinikizo za kumtaka kuongeza ruzuku ili kuendelea kufadhiliwa kwa mpango wa afya kwa watu wote. Mkuu wa kituo cha utangazaji cha Uingereza BBC Tim Duvie na mkurugenzi mkuu Deborah Tanas wamejiuzulu baada ya tuhuma kwamba walihariri visivyo hotuba ya rais wa Marekani Donald Trump alipoashiria kuwa walitaka wafuasi wake kuandamana kwa amani wakati wa vurugu za jumba la Capitol Hill.